Naam, hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea sasa hivi katika ukumbi wa kisiasa humu nchini. Ripoti au habari za hivi punde ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ajipata katika hali mbaya leo baada ya barua hii nzito nyingine kutoka Umoja wa Kimataifa kutumwa Ikulu Tanzania. Samia Suluhu aulizwa maswali haya magumu leo. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Umoja wa Mataifa kupitia ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu umezidisha wito wake wa kutaka majibu kutoka kwa serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu Hassan kuhusu kesi mbili kubwa zinazoendelea kuchunguzwa kimataifa. Kesi hizo zinawahusisha kiongozi wa upinzani Tundu Lissu na mwanaharakati wa kisiasa Mpaluka Said Nyagali maarufu kwa jina la Mdude. Wanaume wote wawili hawa wa upinzani wamehusishwa na hali ya kutoweka, kukamatwa na kuwekwa kizuizini ambayo waangalizi wanasema ina alama za msukumo mbaya wa kisiasa. Msururu wa maswali yaliyotolewa na Umoja wa Kimataifa kwa rais yanaangazia wasiwasi unaoongezeka juu ya hali ya ulinzi wa haki za binadamu na matumizi ya sheria nchini Tanzania. Jambo la msingi katika uchunguzi huo ni kesi ya Mdude ambayo haijapatiwa ufumbuzi mpaka sasa, ambaye kutoweka kwake kumewakosesha amani familia yake na watetezi wa haki za kibinadamu humu nchini. Umoja wa Mataifa umeitaka serikali ya Samia Suluhu Hassan kutoa majibu na kutoa taarifa kamili kuhusu mahali alipo Mdude, afya yake kwa sasa, na iwapo uchunguzi wa kuaminika umeanzishwa kuhusu tuhuma za kutoweka kwake. Katika mawasiliano yake, Umoja wa Mataifa ulisisitiza kuwa familia zina haki ya kupata taarifa kwa wakati na sahihi pindi wapendwa wao wanapotoweka. Katika barua hiyo, shirika hilo lilioji kwa nini ikiwa hakuna uchunguzi unaoendelea kumekuwa na ucheleweshaji wa muda mrefu wa kuzinduliwa, na ni sababu zipi zilizopo kwa ukosefu huu wa maendeleo. Kwa wafuatiliaji, ukimya unaomzunguka Mdude umekuwa ni ishara ya hali ya kutoweka ambayo mara nyingi hujidhihirisha katika kesi nyeti za kisiasa nchini Tanzania. Sambamba na kesi ya Mdude, Umoja wa Mataifa pia umetaka maelezo ya kina kuhusu msingi wa kisheria wa kukamatwa na kuwekwa kizuizini kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Hata hivyo, katika barua hiyo iliyoweza kuchapishwa naye Maria Sarungi kupitia mtandao wake wa kijamii wa X almaarufu Twitter, nikiweza kusoma barua hiyo ama screenshot ya barua hiyo aliyochapisha kama unavyotazama, inasema hivi: Umoja wa Mataifa yataka majibu ya serikali kuhusu Tundu Lissu na Mdude. Haya, Ikulu mawasiliano, mlishaona haya na mmejibu maswali ya Umoja wa Mataifa. Maswali wanasubiri majibu kutoka serikali kuhusu Mdude. Swali la kwanza, tafadhali toa maelezo kuhusu hatima na mahali alipo pamoja na hali ya afya ya Bwana Mpaluka Said Nyagali almaarufu Mdude. Tafadhali toeni maelezo ya uchunguzi wowote ambao umeanzishwa kuhusu madai ya kutoweka kwa Bwana Mpaluka Said Nyagali Mdude, ukionyesha hatua zilizochukuliwa ili kujua hatima yake na mahali alipo kwa haraka na kuhakikisha kuwa haya yanafikishwa kwa jamaa zake na kisheria wawakilishi mara moja. Ikiwa uchunguzi haujaanzishwa, tafadhali elezeni sababu. Ikiwa amekamatwa na vikosi vya usalama, tafadhali toeni habari juu ya msingi wa ukweli na wa kisheria wa kukamatwa kwa Bwana Nyagali. Kuhusu Tundu Lissu, baadhi ya maswali muhimu ni haya: tafadhali toeni maelezo juu ya misingi ya kweli na kisheria ya kukamatwa, kuwekwa kizuizini na mashtaka yanayomkabili Mheshimiwa Tundu Lissu. Swali la pili, tafadhali onyesha jinsi haya yanavyolingana na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu, ikijumuisha vifungu vya 9 na 19 vya ICCPR. Pia naomba utoe ufafanuzi kuhusu ulinzi aliopewa Mheshimiwa Tundu Lissu tangu mwanzo wa kukamatwa kwake na katika kipindi chote cha taratibu za kimahakama, kuhakikisha kesi yake inasikilizwa na ni ya haki na kwa kuzingatia viwango vinavyofaa, ikijumuisha usikilizwaji wa haraka na wasiri kwa wanasheria na mawasiliano na familia. Na bado tutawashtaki hadi mbinguni. Samia Suluhu Hassan, na bado tutawashtaki hadi mbinguni. Mtazamaji, hilo ni chapisho la barua hiyo kutoka Umoja wa Mataifa iliyochapishwa na maswali kwa Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya CCM kuhusu watu hawa akiwemo Mdude pamoja na Tundu Lissu. Kwa mara nyingine tena, Umoja wa Mataifa umeitaka Tanzania kueleza kwa ufupi mashtaka yanayomkabili, uhalali wa kuwekwa kizuizini mara kwa mara kwa Tundu Lissu
Lissu na kiwango ambacho matibabu yake yanawiana na viwango vya kitaifa na kimataifa vya haki za binadamu. Tundu Lissu, mkosoaji mkubwa wa serikali, mara kadhaa amekuwa katikati ya migogoro ya kisiasa. Matatizo yake ya kisheria yameelezewa na mashirika ya kutetea haki kuwa yamenaswa sana na msimamo wake wa kisiasa na upinzani wake wa wazi ya sera za serikali za Samia. Hata hivyo, kwa Umoja wa Mataifa, swali kuu ni kama mchakato unaostahili umeheshimiwa au kama vyombo vya sheria vinatumiwa vibaya kama zana za ukandamizaji wa kisiasa. Uchunguzi huo wa Umoja wa Mataifa pia unahusu masharti ambayo Tundu Lissu amewekwa kizuizini. Wasiwasi sasa umeibuliwa kuhusu iwapo amepewa ufikiaji bila kuzuiwa na mawakili wake na mawasiliano dhabiti na familia yake. Kuzuiliwa mara kwa mara, baadhi bila muda ulio wazi au taratibu zilizo wazi, kumeongeza wasiwasi kuhusu mmomonyoko wa ulinzi wa kisheria. Umoja wa Mataifa ulisisitiza kuwa viwango vya kimataifa vya haki za binadamu vinahitaji mataifa kuhakikisha kuwa wafungwa wanatendewa haki, kupata mawakili wa kisheria na usaidizi wa familia. Umuhimu wa maswali haya unakuzwa na mazingira mapana ya kisiasa nchini Tanzania, ambapo masuala ya haki za binadamu na uhuru wa kisiasa yanasalia kubishaniwa sana. Kesi ya Tundu Lissu hasa ni ishara ya mvutano kati ya mamlaka za kiserikali na viongozi wa upinzani. Kukamatwa kwake na vita vya kisheria vimeonekana mara kwa mara kama majaribio ya kunyamazisha sauti zinazopingana na hivyo kuibua hofu ya kupungua kwa nafasi ya kidemokrasia humu nchini. Umoja wa Mataifa, kwa kushinikiza kupata majibu ya maswali hayo kupitia barua hiyo, unaipa Tanzania changamoto ipasavyo kudhihirisha kama mfumo wake wa utoaji haki unafanya kazi bila ushawishi wa kisiasa au kama viongozi wa upinzani wanaweza kutarajia kukabiliwa na vitisho vya utaratibu kiserikali. Kwa kuweka maswali haya kwenye rekodi, Umoja wa Mataifa umeongeza uchunguzi wa kimataifa wa jinsi Tanzania inavyoshughulikia siasa za upinzani. Watetezi wa haki wanaona uchunguzi huo kama ishara kwamba jumuiya ya kimataifa inafuatilia kwa karibu maendeleo yanayoendelea humu nchini Tanzania. Wanadiplomasia na wachambuzi wanaona kuwa jinsi Tanzania inavyojibu maswali haya itakuwa na mchango mkubwa katika kujenga hadhi yake kimataifa. Iwapo serikali itatoa majibu yasiyoeleweka au yasiyoridhisha, uwezekano wa kuongezeka kwa shinikizo, ikiwa ni pamoja na uingiliaji kati wa kidiplomasia, ufuatiliaji wa haki na pengine vikwazo vingi, utaweza kuongezeka. Kwa Tanzania, dau si tu uhalali wa ndani bali pia uaminifu wake katika jukwaa la kimataifa. Ndani ya Tanzania, maswali ya Umoja wa Mataifa yamepokelewa kwa furaha na wafuasi wa Tundu Lissu pamoja na wafuasi wa Mdude kama kuchelewa kutambuliwa kwa masaibu yao. Viongozi wa upinzani na wanaharakati wa mashirika kiraia wamepongeza uchunguzi huo kama thibitisho kwamba ulimwengu unazingatia kile wanachoelezea kama ukiukwaji wa kimfumo. Miongoni mwa wafuasi wa Tundu Lissu, madai ya majibu yanaonekana kama uthibitisho wa madai ya muda mrefu kwamba kukamatwa kwake kumechochewa kisiasa. Wengi wameendelea kuunga mkono kuachiliwa kwake mara moja na kutunga kesi yake kama inayozungumzia mmomonyoko mkubwa wa haki za kidemokrasia. Kwa familia za walioathirika, ikiwa ni pamoja na ndugu wa Mdude na ndugu wa Tundu Lissu, maswali yanatoa mwanga wa matumaini kwamba wito wao wa kweli unaweza hatimaye kuimarishwa katika ngazi za juu za utawala wa kitaifa.